Mheshimiwa Katibu Kata Sheikh Twalib Nyumba, karibu sana. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Sheikh wa wilaya ya Ilala Sheikh Adam Yusuf Mwenyipingu, ndugu katibu wa wilaya ya Ilala Mheshimiwa Omar Joko, ndugu katibu wa Divukiba Mheshimiwa Rais Mkali, ndugu Sheikh wa kata ya Tabata mwenyeji wetu Sheikh Adam Samata, ndugu imamu mkuu wa Masjid Haq Omar Ndembo, Mheshimiwa diwani mtarajiwa Mr. Sudi Kasim, Sheikh Hamisi Rashid, mashehe wa kata mbalimbali kama mlivyotambulishwa, wenye viti wa kata mbalimbali, na pia ndugu maimamu kutoka misikiti mbalimbali, wageni waalikwa, walimu wa madrasa, wakina baba na kina mama. Itifaki imezingatiwa kiufupi. Nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamko la kata katika maulidi ya kata mwaka huu 2025 sawa na mwaka 1447. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunarudisha tena shukrani kwa Allah kwa kutuwezesha kufanya jambo kubwa la kihistoria, kumtangaza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia maulidi ya kata kwa mwaka huu 2025 sawa na mwaka 1447 kwa ushirikiano wa dhati na uongozi wa Masjid Haq. Hii inaleta taswira kubwa kuwa kata ya Tabata tunahamasishana, kushikamana, kuwa wamoja na kuweza kufanya kazi kama timu moja. Pia tunatoa shukrani kwa viongozi wote pamoja na imamu wote kwa kutoa ushirikiano mzuri kuhakikisha kuwa mwaka huu hauwezi kuisha bila kusoma maulidi ya kata. Allah akulipeni kila la kheri. Ndugu mgeni rasmi, kata ya Tabata chini ya uangalizi wa taasisi ya BAKWATA kiongozwa chini ya usimamizi mahiri wenye weledi wa hali ya juu Sheikh Adam Samata ni mara ya 3 kuandaa shughuli ya kata, na mwaka huu wameshirikiana ushirikiano wa dhati na uongozi wa Masjid Haq chini ya usimamizi mahiri wenye weledi wa hali ya juu Sheikh Omar Ndembo. Allah ahifadhi viongozi hawa. Ndugu mgeni rasmi, kata yetu ya Tabata ina jumla mitaa 8, jumla misikiti 21. Mwaka jana misikiti 15 tu ndio ilikuwa inafungamana na sera za BAKWATA. Alhamdulillah, lakini kwa mwaka huu misikiti 17 ndio inafungamana na sera za BAKWATA. Kwa hiyo kuna ongezeko la misikiti 2. Ndugu mgeni rasmi, misikiti 5 tu ndio iliyosajiliwa kwa kufuata sheria na taratibu za nchi yetu ya Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, mtaa Kisiwani una misikiti 3, mtaa Matumbi una misikiti 2, mtaa wa Mandela una misikiti 3, mtaa Tabata una misikiti 3, mtaa Tege una misikiti 3, mtaa Msimbazi una msikiti 1, mtaa Msimbazi Magharibi una msikiti 1 na mtaa Mtambani una msikiti 1. Jumla ni misikiti 21 bila kujali madhehebu ya msikiti. Ndugu mgeni rasmi, misikiti 16 ndio inaswaliwa swala ya Ijumaa, kasoro misikiti 5 tu ndio haiswaliwi swala ya Ijumaa. Ndugu mgeni rasmi, misikiti 6 kati ya 21 ndio wanamtangaza Mtume kwa kusoma maulidi kila mwaka. Allah wadumishe kwa jambo hilo. Na mwaka huu 2025 mwaka 1447 misikiti 3 ndio iliyosoma maulidi kiambatanisha na huu Masjid Al-Haq. Ndugu mgeni rasmi, naomba nichukue fursa hii adhimu kuzungumzia maendeleo ya kata yetu ya Tabata. Ndugu mgeni rasmi, katika kata yetu ya Tabata tumebuni vyanzo vya mapato
na naomba hili tulizungumze kwenye hadhara hii ili kila mmoja wetu wa Tabata apate kufahamu hili jambo. Vyanzo vyetu vya mapato ni kama ifuatavyo: ada ya mwezi kwa kila kiongozi, ada ya mwezi kwa kila msikiti, ada ya mwezi kwa kila muumini. Ndugu mgeni rasmi, tumeanza na ada ya mwezi kwa viongozi. Ufafanuzi wake ni kama ifuatavyo: ada ya mwezi kwa kila kiongozi, na hii tumefungua akaunti ya Voda Vikoba kwa jina la mfuko wa viongozi wa kata. Taratibu wake ni kama ifuatavyo: halmashauri kuna idadi ya watu 18, kila mmoja anachangia shilingi 10,000 kwa mwezi, tunakusanya 180,000. Baraza la mashehe kuna idadi ya watu 9, kila mmoja anachangia shilingi 5,000, jumla ni shilingi 45,000. Jukiba wapo watatu wanachangia kila mwezi shilingi 5,000, kwa jumla itakuwa shilingi 15,000. Juakita wapo 4, kila mmoja anachangia shilingi 5,000, kwa jumla itakuwa shilingi 20,000. Jumla tupo viongozi 34, kwa mwezi tuna uwezo wa kusanya shilingi 260,000. Ndugu mgeni rasmi, ada ya mwezi kila msikiti. Ndugu mgeni rasmi, mpango huu rasmi tunaanza Januari. Kila msikiti unatakiwa uchangie shilingi 20,000. Jumla tuna misikiti 17, kwa hiyo tunaweza kusanya kiasi cha shilingi 340,000 kwa mwezi kupitia misikiti tu. Ada ya mwezi kila muumini. Ndugu mgeni rasmi, mpango mwingine tunahitaji tupate waumini 500 au 1,000 katika kata yetu ya Tabata, kila mmoja achangie shilingi 1,000 tu kwa mwezi. Jumla kwa mwezi tunaweza kusanya shilingi 500,000 kwa waumini 500 tu. Ndugu mgeni rasmi, bado hatujafikiria tunaanza kuzindua lini katika ada ya mwezi kila muumini. Sasa tupo katika kutafuta idadi ya hao waumini. Ndugu mgeni rasmi, tukitekeleza mpango huu kwa dhati kabisa, kwa mwezi tutakuwa tuna uwezo kusanya 1,100,000. Kiufupi tunaweza tukasema umaskini baibai katika kata yetu ya Tabata. Ndugu mgeni rasmi, bado tuna fikra ya kuongeza vyanzo vya mapato kama ifuatavyo: wafadhili, wahisani, mikopo isiyokuwa na riba. Ndugu mgeni rasmi, njia tutakayotumia katika kukusanya pesa ni njia ya Voda Vikoba, ni njia ya uwazi na ukweli. Kila mmoja anaona nani amechangia na pesa imetoka imekwenda wapi. Faida ya michango hii. Ndugu mgeni rasmi, wakati tunaanza kuandaa mpango mkakati wa uchumi kupitia viongozi wa kata na misikiti, kuna baadhi yetu walikuwa na fikra mgando, kwa Kiingereza nasema fixed mindset, kwamba hatuwezi kufanikiwa jambo hili. Pia baadhi ya viongozi wa msikiti walikuwa wanahoji, wakitoa mchango wao, je, misikiti yao watanufaika na nini? Wallahi, hili ndio tatizo kubwa kwa sisi Waislamu, mpaka tunadhalilika sana kuonekana sisi ni maskini au ombaomba. Mpaka leo hii baadhi yetu hawajachangia hata shilingi 1. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako na kupitia hadhara hii tunaomba tuzungumze kwa mapana faida ya mipango ya kiuchumi, hususan katika ada ya viongozi. Kwanza, tulipata msiba, mjumbe wa halmashauri alifiwa na mzazi wake, baba yake mzazi. Pesa tulitoa katika mfuko huu bila kuchangishana. Pia mimi binafsi nilifiwa na baba yangu mzazi, pesa rambirambi tulitoa kwenye mfuko huu bila kuchangishana. Hizi ni faida ndogo sana katika miongoni mwa faida za michango. Pesa ya kuchangia ya kuendesha maulidi hii tumetoa katika mfuko huu, na nyingine ni kiasi cha shilingi, kila msikiti ulichangia ni shilingi 20,000. Katika misikiti 17 ni misikiti 10 tu ambayo iliyochangia. Hii inaonyesha dalili kwamba tunaelekea pazuri. Ndugu mgeni rasmi, kupitia hadhara hii tunaahidi katika kata yetu chini ya Sheikh Adam Samata, mwakani msikiti utakaofanya maulidi tutawachangia mchele kiasi ya kilo 50 kutoka katika kata yetu. Sharti kuwa msikiti wake uwe unachangia, lakini pia wale wahudhuriaji wa vikao vyetu
na ni watendaji wazuri katika juu ya maamuzi ya vikao vyetu. Na ofa hii tofauti na msikiti ambao tutashirikiana kuandaa maulidi ya kata. Maulidi ya kata ofa itazidi ya hapo insha Allah. Ndugu mgeni rasmi, faida zipo nyingi, lakini tunaanzia na hapo kwanza. Ndugu mgeni rasmi, mikakati tuliazimia kufanya mwaka huu 2025 ni kama ifuatavyo: kuunda mfuko wa jumuiya, kuandaa makongamano, semina elekezi, kufanya ziara kila msikiti na mtaa kwa lengo la kutambuana, kutana kila mwezi, kuanzisha miradi ya kijamii kama vile maturubai ya chuma, sufuria za shaba, sahani, vikombe, mikeka na majamvi na kadhalika. Utekelezaji wake. Alhamdulillah, ndugu mgeni rasmi, hivi sasa tunakutana kila mwezi ili kuangalia utekelezaji wa mambo yetu. Mwezi huu tunatarajia tukutane tarehe 25 mwezi wa 10 2025 siku ya Jumamosi saa 4 asubuhi Masjid Hawa katika ofisi za kata. Kila msikiti unatakiwa washiriki watu 15, juakite watu 10 na viongozi wa kina baba ni 5 akiwemo imamu mkuu, msaidizi wake, mwenyekiti, katibu na muhasibu. Kiachana na ajenda zetu za kawaida, tutakuwa na ajenda mpya, mazungumzo ya amani kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Alhamdulillah, tunawaalika wenye viti wa serikali za mtaa wote. Ndugu mgeni rasmi, tumeandaa semina ambayo itazunguka misikiti yote ya kata Tabata. Alhamdulillah, leo tulikuwa Masjid Firdaus. Lengo la semina ni kutatua changamoto za ndoa na tumeanza na wakina mama tu. Maazimio ya semina ya leo: kufungua kituo cha mafunzo ya ndoa kwa wale wanandoa tarajiwa na wale waliokuwa kwenye ndoa. Pia kuhakikisha kila mwanandoa anakuwa na cheti cha ndoa cha BAKWATA na cha serikali ili kuondoa changamoto pale atapokuwa anahitaji stahiki zake kama bima ya afya, mirathi na kadhalika. Kuweka utaratibu mzuri wa usimamizi wa ndoa. Atakayesimamia katika kuozesha awe anatambulika na kata. Kwa maana nyingine, katika kata yetu hatutoruhusu shehe kutoka sehemu nje ya kata yetu kuja kusimamia ndoa katika kata yetu. Anayestahili kusimamia ni shehe wa msikiti husika tu katika eneo hilo au pale binti anapoolewa. Hii tutaepusha suala la walii feki. Mipango mikakati ya maendeleo ya kata mwaka 2026. Kuimarisha umoja, ushirikiano kata yetu kwa kushirikiana na misikiti yote ya kata, madrasa, serikali za mtaa, vituo vya polisi, shule za msingi na sekondari za serikali na binafsi, vituo vya afya na wadau mbalimbali wanaozunguka kata yetu ya Tabata, kwa kuandaa vikao vya pamoja na semina kwa kila baada ya miezi 4 kwa mwaka. Tutafanya mara 3. Tayari tumeshaandaa mwongozo wa vikao vya kuimarisha umoja huo na tumeshasambaza. Pili, kuhakikisha miradi yote iliyopangwa inafanya kazi. 3, kuhakikisha misikiti yote imesajiliwa kwa kufuata sheria na taratibu za nchi yetu ya Tanzania. Kuunda umoja mbalimbali kama umoja wa maimamu na walimu madrasa na kuunda idara mbalimbali. Kufungua akaunti ya kata, kuandaa mashindano Qur'ani ya kata kwa vijana wetu wa madrasa. Kuhakikisha na kusimamia na kufuatilia mipango yote iliyopangwa na kada mbalimbali inatimia malengo yake. Kuwa na nyaraka za uongozi kwa kila kiongozi ili aweze kutambulika sehemu yote, mfano kitambulisho. Changamoto za jumla zilizojitokeza. Kwa kuwa tumeanza kujiimarisha sisi viongozi, changamoto hizi zinatuhusu sisi viongozi. Changamoto zenyewe ni kama ifuatavyo: baada ya viongozi kutokuwa na nia dhati ya kupigania Uislamu, baada ya viongozi kutoonyesha umoja wa kweli katika kushirikiana katika majambo muhimu, baada ya viongozi kutojitambua na kutokuwa tayari kubadilika na kuendelea kuishi kwa mazoea kama inavyosema kauli ya Mufti, jitambue, badilika, acha mazoea. Baada ya viongozi kutochangia kabisa na wengi wao kutochangia kwa wakati, mchango kwao umekuwa ni wa hiari wala sio wajibu kwao. Baada ya viongozi kutohudhuria vikao na kutofuatilia taarifa za kata, kitu gani kinachoendelea? Changamoto kuu katika kata yetu. Ndugu mgeni rasmi, katika kata yetu tuna changamoto kubwa sana ambayo hivi sasa inazidi kuota mizizi na inaweza kuhatarisha kuvunjika kwa amani katika kata yetu endapo kama haijatatuliwa kwa haraka
kwa sababu inagusa imani za watu. Ndugu mgeni rasmi, changamoto yenyewe ni ufugaji holela wa nguruwe katika mtaa wa Mandela na mtaa wa Kisiwani. Ndugu mgeni rasmi, kumekuwa na wimbi la biashara la ufugaji wa nguruwe usiokidhi matakwa ya sheria, ambayo inapelekea kuzalisha kero kwa wakazi wa mitaa hiyo, jambo ambalo litasababisha uvunjifu wa amani, kwani jambo hili linagusa imani za watu, afya za watu na mazingira ya jamii. Hivyo basi, ofisi ya BAKWATA kata ya Tabata imeamua kuleta jambo hili kwako kwa ajili ya kupata utatuzi wa njia za amani. Tunaomba sana jambo hili lisimamiwe kwa haraka, kwani ni la muda mrefu. Ndugu mgeni rasmi, nchi yetu pendwa ya Tanzania inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Basi tunaomba sheria zifuatwe. Ndugu mgeni rasmi, tukipitia sheria na kanuni zinazohusiana na ufugaji wa wanyama, sheria za afya na mazingira za manispaa, halmashauri, bylaws. Kwanza, sheria ya afya na mazingira zinasema kitendo cha kuchinja ndani ya makazi ya watu bila kibali cha halmashauri au manispaa ni kosa. Kwa kawaida, kuchinja wanyama pamoja na nguruwe lazima kufanyike kwenye machinjio rasmi yaliyoidhinishwa na halmashauri kwa sababu zifuatazo: vile viungo vinavyochunguzwa na madaktari wa mifugo kuhakikisha havina magonjwa. Kuua na kuchinja holela kwenye makazi huleta uchafu, harufu mbaya, wadudu kama kunguru, mbwa na hatari za kiafya, hasa homa ya nguruwe, tapeworm. Sheria ndogo za manispaa zinaruhusu faini, kufungiwa biashara au hata mashtaka ya jinai. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wetu linapotokea tatizo na kuwapelekea wao, wanasimamia katika sehemu ya faini. Kwa hiyo tunawapelekea dili kwao bila ya kujali athari za baadaye. Ndugu mgeni rasmi, tukiendelea kupekua bylaws za manispaa, halmashauri nyingi zina sheria ndogo, bylaws zinazoruhusu au zinakataza kufuga mifugo katika maeneo ya makazi. Mara nyingi zinahitaji kibali, permit, kutoka kwa mamlaka ya manispaa. Kwa mfano, rearing, kufuga nguruwe katika maeneo ya miji bila ya kibali cha manispaa ni kosa. Ndugu mgeni rasmi, tunamalizia na sheria za biashara. Inasema hivi: ikiwa mtu anauza nyama ya nguruwe ama akiichoma au kukaanga bila leseni ya biashara ya chakula na bila kukaguliwa na afya ya manispaa, basi hiyo ni biashara haramu. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kusikiliza kilio chetu na sheria tulizozitoa, tuna imani kubwa kuwa yale machinjio hayana uhalali wa kuwepo pale. Kwa nafasi yako na heshima kubwa waliokuwa nayo, Wanatabata tunakuomba kwa kushirikiana na vyombo husika uweze kututatulia changamoto hizi za ufugaji holela wa nguruwe katika mtaa wa Kisiwani na Mandela. Ndugu mgeni rasmi, mwisho kabisa, tupo katika mwaka wa uchaguzi mkuu, na hivi sasa tupo katika mwezi wa uchaguzi. Si muda mrefu tunaenda kutiki tarehe 29 Oktoba. Wajibu wetu sisi viongozi wa dini ni kama ifuatavyo: kuhubiri amani, upendo na mshikamano miongoni mwa waumini, kukemea chuki, fitina na vurugu, kuwa kiunganishi cha jamii katika maadili mema, kukemea maovu yanayofanywa na baadhi ya waumini kama ushirikina, uzinzi, utapeli, hata kuandamana pasipokuwa na misingi wowote ule, kuhimiza matendo mema ili kusafisha nyoyo, kwani usafi wa moyo huzaa matendo mema. Ndugu mgeni rasmi, kila Mtanzania ana wajibu wa kuitunza na kudumisha amani ya nchi yetu. Amani ni msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Kila Mtanzania ana jukumu la kuhakikisha nchi yetu inabaki salama, yenye upendo, mshikamano na heshima. Wajibu huu utatimizwa kulingana na nafasi ya kila mmoja katika jamii. Hivyo basi, tunataraji tukutane tarehe 25 mwezi wa 10 2025 siku ya Jumamosi saa 4 asubuhi Masjid Hawa katika ofisi za kata. Kila msikiti watakiwa washiriki watu 15, juakita 10 na viongozi wa kina baba 5, akiwepo imamu mkuu, msaidizi wake, mwenyekiti, katibu, muhasibu. Ajenda kuu ni mazungumzo ya amani,
kuelekea uchaguzi mkuu. Lengo ni kuwatoa hofu waumini wote kuwa uchaguzi utakuwepo tena wa amani, salama na wa utulivu. Waachane na propaganda za vijiweni, kwani ni uchaguzi wa kikatiba na ni haki ya kila mwananchi kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi anayempenda. Ndugu mgeni rasmi, tumewalika wenye viti wa serikali ya mitaa yote 8. Ushauri: kuna haja ya wilaya kuandaa semina za utendaji kwa viongozi wa kata zote mara kwa mara, hususan mambo ambayo ni changamoto katika jamii yetu. Viongozi wa wilaya kuwa na uhusiano mzuri na viongozi wa kata, kuishi kwa weledi kwa kuzingatia misingi ya utawala bora, kwa kuzingatia itifaki ya uongozi. Hitimisho: kwa niaba ya viongozi wenzangu wa kata Tabata, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwenu kwa kutuamini katika kusimamia shughuli zote za baraza kwa ngazi ya kata. Kwanza, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nimeteuliwa kuwa khalifa, si kwamba mimi ni bora kuliko nyinyi. Niungeni mkono pale mnaponiona nasimamia haki, nisimamisheni uongozi pale mnaponiona stendi haki. Kwa maneno haya, msisite kutukosoa kwa heshima pale tunapokosea, lakini pia msisite kutusimamisha pale tunapokwenda visivyo. Wabillahi tawfik wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Katibu Kata, kwa risala yetu kwa ujumbe mzito, mambo mengi, na hii inaonyesha kweli wewe katika kata, sababu hakuna usikiacha. Niombe nichukue fursa hii kumwambia Mheshimiwa diwani mtarajiwa yeye atoe salamu tu hapo alipo na mumuone, kwa sababu tarehe 29. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Huyu bwana ndio tunatarajia na tunakusudia tukaweke tiki tarehe 29. Tusemeni inshallah. Mimi nina imani ni mtu sahihi sana. Kiona mtu mnashirikiana naye, basi huyo ndio wa kushikana naye. Kwa hiyo baada ya hayo, Sheikh wa wilaya, mimi sitakuwa na mengi ataongea kwenye kalamu. Kwa hiyo inshallah chukua nafasi hii kukaribisha uongee na hadhira hii waliohudhuria hapa, basi wana hamu na shauku ya kutaka kukusikiliza juu ya kile ulichoandalia. Wetu wa udiwani kupitia chama tawala cha Mapinduzi, kaka yangu Sudi El Mukarram, maimamu wote mliohudhuria na wageni wote mlioalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tukiwa na lengo na shabaha la kumuadhimisha, kumueleza na kumtangaza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika uso wa jamii kupitia tabia na maadili aliyokuwa nayo, ili iwe kielelezo cha kutosha kwetu sisi kila mmoja kuweza kujipamba na tabia au mwenendo aliyokuja nao, kwa sababu ndio mwenendo sahihi na tabia safi ambazo zinakwenda kuchunga utu na heshima ya mwanadamu, ili kumjengea uwezo wa kuishi katika hii dunia juu ya utaratibu na misingi aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tuwashukuru sana viongozi wa BAKWATA kata hii ya Tabata pamoja na viongozi wa Masjid Haqa kwa ushirikiano uliotukuka kuanzisha jambo hili ambalo limependeza, jambo ambalo limekuja katika wakati muafaka, na hasa tukipitia risala au tamko ambalo limeandaliwa na BAKWATA kata hii ya Tabata, tamko ambalo kimsingi limesheheni idara zote. Lakini pia ni waombe mashekhe wa kata na viongozi wa kata mliohudhuria kuchukua mfano huu wa Tabata. Ni mfano wa kuigwa, na kwa kweli katibu wetu wa wilaya, wewe ndio mtendaji wetu. Mambo yaliyoratibiwa kata hii ya Tabata ni mambo ya kuungwa mkono,
na kama kuna lolote au kuna kiashiria chochote ambacho kinapelekea kukwamisha haya, basi wewe ni mtaalamu, unaweza na unajua, tumia uwezo wako na nafasi yako kuhakikisha haya yaliyopo katika risala yanafanyiwa kazi na yanatekelezwa kimsingi. Lakini pia si vibaya kuiga jambo lililokuwa zuri. Tukisema kwamba viongozi wa kata mliobakia kutoka kwenye kata mbalimbali kuiga mfano huu, binafsi nimeona yako mambo muhimu ambayo hata sisi wilaya tunao wajibu wa kuweza kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi, kwa sababu ni mambo yaliyopangika na sio vibaya wala haramu kuchukua jambo zuri kutoka kwa aliyekuwa chini yako. Moja katika mashekhe zangu alipata kusema siku moja kwamba unajua, watu siku zote huwa wanatengeneza uelewa na mazingira katika eneo fulani, kwamba mtu ukisha kuwa mkubwa, maana yake kwamba hutakiwi kuchukua kwa wa chini yako, mdogo wako au mwanao, chochote. Na ndio maana inafikia hatua kumwambia wewe mtoto mdogo utanieleza nini, na hasa katika sekta ya elimu, kwamba mtu mkubwa kiumri lakini yuko kijana mdogo kamzidi maarifa, ataambia wewe una nini cha kuniambia? Mimi nimeanza kuswali kama babako hajazaliwa. Lakini kumbe kakosea. Kwa hivyo upande wa elimu na maelekezo, watu wengi wa juu huwa hawataki kuchukua maelekezo kutoka kwa wa chini. Wanachokitaka ni kimoja tu, mzigo. Kama ni fedha, hiyo haina shida, la amani, kwamba mdogo kumpa mkubwa, hiyo haina shida, lakini elimu ndio kwenye shida. Sasa na haya aliyosemwa katika risala, kiukweli tuyachukue na twendeni tukayafanyie kazi. Na mimi katika vitu ambavyo vimenipitikia hapa, nilikuwa nawaza iko haja sisi kama wilaya kwenda kufanya kikao maalum na kuipitia hii risala mwanzo mpaka mwisho, na baada ya hapo na sisi tutoke na tamko kuweza kushusha haya maelekezo. Sasa hii isiwe ni fardhu ain, isiwe ni fardhu kifaya, iwe ni fardhu ain. Kata zote tunahitaji kuona vitu kama hivi. Sasa hilo litakuja kwa maandiko haswa, ili baadaye, kwa sababu tukimaliza uchaguzi mkuu huu wa kiserikali, kuna uchaguzi wa BAKWATA. Hapo tena wanasema kidile mwali kivika. Huko ndio tutatambuana nani kapanda punda na nani kapanda farasi. Na tuna imani uchaguzi huu kabla ya kufika, na sisi kama wilaya tutakuwa tayari tumekwisha toa maelekezo kwa kata zetu, ili kusudi tukienda kwenye uchaguzi tuone kata ipi nani anatufaa na nani hatufai. Ifikie mahala katika hizo nafasi tupishane. Ukiona kwamba jambo haliko sawa sawa, basi lazima utupishe katika hilo eneo, baada ya kuona hizi kazi ni za kujitolea. Kwa hivyo kama unaona umechoka kupata thawabu, kimsingi tupishe, ili watu wengine waweze kukaa katika hayo maeneo. Na hii ni kwa sababu ya hii miji yetu ya Kipwani, hasa mkoa wetu huu wa Dar es Salaam. Lakini wenzetu huko mikoani, mjumbe tu wa baraza la mashehe kata, basi ni nafasi ambayo inagombewa kwelikweli, na mtu anajifakharisha kwamba yeye ni mjumbe wa halmashauri kata. Lakini hapa tunachezea matipu, tunaona kama vile ni mambo hayana msingi yoyote. Hii ni kwa sababu hatujaitikia vizuri kaswida ya Mheshimiwa Mufti ya jitambue, badilika, acha mazoea. Risala hii tumeisikia, na yaliyopo hasa katika zile kero na changamoto katika upande wa machinjio, hilo pia tumelielewa, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakwenda kushirikiana na viongozi wanaohusika, nasi tutakwenda kufanya utafiti wetu wa maksudi kuona kwamba hayo maeneo yanaleta kero kwa kiasi gani, lakini pia tuone viongozi wanaohusika watawezaje kulidhibiti hilo jambo, kwa sababu lengo na maksudio tunahitaji amani na utulivu, na hasa kipindi hiki ambacho
tupo katika vuguvugu hili la uchaguzi. Lakini niwaambie ndugu zangu, kama mawaidha bila shaka yamekwisha tolewa, sasa mimi nitoe tu maelekezo kwamba sisi Waislamu tunapaswa kuwa chini ya amri ya Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania, Shekhe Abubakar bin Zuberi bin Ali, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Mheshimiwa Mufti ametoa maelekezo mengi, na hasa kwa sisi viongozi ambao kila mmoja kwa nafasi yake, na haya maneno mara nyingi nimekuwa nikiyasema, ili sisi viongozi wa chini yake kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuyachukua, lakini ayafanyie kazi kwenye eneo lake. Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania amepata kusema kwamba kiongozi yoyote wa baraza kwa ngazi yake alipo anatakiwa azingatie mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza, uzingatie maslahi ya baraza. Baraza linafaidika nini na ushekhe wako wa kata? Baraza linafaidika nini na uwenyekiti wako wa halmashauri kata? Wewe ni katibu kata, wewe ni mjumbe wa baraza la mashekhe, wewe ni mjumbe wa halmashauri kata, wewe ni juwakita, wewe ni juvikiba. Baraza linafaidika nini na uwepo wako katika hiyo nafasi? Lakini tumeona wenzetu kata ya Tabata kwa namna walivyojipambanua na walivyojiweka wazi, haswa katika ile mipango ya kimkakati kuhakikisha wanatafuta nyenzo au njia za kiuchumi, zikiwemo za kukusanya sadaka wao kwa wao. Lengo na makusudio ni kulisaidia baraza, na tumesikia hapa kwamba kuna misikiti itasaidiwa michele kwa ajili ya kusoma hadhara za Maulid, na huo mchele manake utatoka BAKWATA kata, ambalo hilo ni jukumu lake. Sasa tayari wenzetu wamekwisha jipambanua kwa staili hiyo. Kwa hivyo tuendelee kuwaomba na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo hili liwe endelevu na lizidi kuungwa mkono, na hasa kupitia utaratibu na mifumo walioiweka ya namna gani misikiti inaweza ikachangia kulichangia baraza, kwa sababu walichangie baraza na baraza ndio lifanye kazi. Mara nyingi sana sisi tumezoea kuona kwamba tunasaidiwa kila neno, na watu inafikia mahala kusema hatuwezi kulichangia baraza kwa sababu lenyewe lina miradi yake. Lakini kiukweli ni kwamba, kwa mfano kama kata yetu hii ya Tabata, kata imepewa kanuni, imepewa misingi kwamba tafuteni nyenzo za kiuchumi. Na ndio maana Mheshimiwa Mufti akasema, nyinyi viongozi wa baraza msifunge milango ya ofisi zenu, akiwa na maana wakaribisheni wataalamu mbalimbali ili waje kutoa ushauri, waje kutoa fikra, kuona namna gani tunaweza tukaisaidia hii jamii ya Kiislamu kwenye eneo letu, na sio kuja pale kwa ajili ya kuchukua nafasi ya mtu. Yaani kwamba mtu asije akajipenyeza kwenye kata akaja vipi naitaka ile nafasi ya Adam Samata. Sasa hilo litakuwa tena ni jukumu lako wewe mwenyewe, na kitakachokukuta usimlaumu mtu, kwa sababu uongozi ni mtamu jamani. Sasa ikifikia mahala badala ya kupeleka ushauri wewe ndio unaitaka na nafasi yenyewe, huyu naye anaweza akaswali swala za usiku ambao Mungu huwa anashuka katika uwingu wa dunia, na uzuri hawa mashekhe wana lugha hizo, Mungu akizisikia haraka mno anaambiwa wallahi la ansurannaka walau baada hin. Sasa ikifikia huko na mashehe wana dua zao hawa. Kwa hivyo sisi wataalamu wa kada za kiuchumi tuje kutoa ushauri tu wa kiuchumi, na wala usije ukataka ile nafasi ya shekhe ukasema hii nikiipata mimi mbona watanikoma. Hapana, wewe njoo utoe ushauri namna gani baraza hili linaweza likaenda. Sasa ifikie mahala yule unayemshauri yeye hashauriki,
hilo sasa linakuwa ni jukumu la watu wengine. Unaweza ukaambiwa basi lete CV zako, alafu katika uchaguzi tuone mambo yatakuwaje. Kwa hivyo kiongozi, zingatia maslahi ya baraza. Lakini jambo la pili, maslahi ya wale unaowaongoza. Watu wanafaidika nini na wewe kwenye nafasi yako? Kuna baadhi ya viongozi, wale waumini wao, wafuasi wao hawafaidiki chochote na wao. Hana swala la kuzika huyo, hana harusi za watu, haendi kwenye hakika za watu, yeye kila shughuli kwake haendi, halafu ndio kiongozi wa kata. Sasa unawezaje kuifikia jamii ya watu wa chini katika shughuli zao huendi? Ifikie mahala umekosa shughuli moja au ya pili, lakini wewe ndio daima dawamu huonekani kwenye shughuli hiyo, inakuwa kidogo ni shida. Watu kama hawana manufaa na wewe, kiukweli kabisa hiyo nafasi, kwa maelezo ya Mheshimiwa Mufti, utakuwa hujaitendea haki. Almu'minu ya'lafu wa yu'lafu wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Mbora wa watu ni yule anayeleta manufaa kwa watu, watu wanafaidika na wewe. Kwa hivyo hilo pia Mheshimiwa Mufti anatutaka tuweze kulizingatia. Lakini jambo la tatu na la mwisho, anasema Mheshimiwa Mufti, kiongozi yoyote wa baraza, hakikisha unazingatia maslahi ya taifa. Na taifa kubwa linahitaji amani na utulivu, kwa sababu bila ya amani na utulivu hatuwezi kukaa sawa sawa, na haswa kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Kama tunavyoona huko kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja ana umajudhubu wake. Mtu anaweza akaamka asubuhi akaamua kusema lolote analoona hili linafaa, anasema. Lakini sisi kama Waislamu tutambue hakuna jambo lolote utakalolitamka isipokuwa lina udhibiti maalum wa maandishi, ambao udhibiti huo utakwenda kuona siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baya zaidi, wa inna rabbaka labil mirsad, Mola wako anafuatilia nyendo zako. Mola wako kila unaponyanyua hatua moja anaifuatilia, hii hatua unaenda wapi, kufanya nini. Unapotamka neno lako, Mola analifuatilia, neno lako linaleta faida gani au linaleta hasara gani katika jamii. Tendo lako unalolitenda, Mola wako analifuatilia, halafu siku ya siku utakuja kuliona kama ni la kheri au ni la shari. Sasa kulikoni kutangaza vita na Mungu mwenye dunia yake, hebu fikia mahala utende yaliyo mazuri, useme yaliyo mazuri, na wala usitumie ulimi wako kushawishi vitu vibaya ambavyo pengine vinaweza vikaleta uchochezi na kuvunjika kwa amani ya nchi hii. Taifa linahitaji amani na utulivu. Tumeagizwa na tumeelekezwa na Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania kupitia Baraza la Ulama kwamba kwenda kupiga kura ni jambo linalofaa kisheria katika Qur'ani na hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mambo yako mengi kupitia Baraza la Ulama. Mheshimiwa Mufti amesema hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitaka kutoka na wake zake, kwa sababu Mtume alikuwa na wake wengi, kwa hivyo ilikuwa inapigwa kura nani wa kutoka naye. Sisi wengine ambao tunaogopa ambao mpaka sasa hivi bado tuna mke mmoja mmoja, hiyo tena haina kura. Utake ndio huyo huyo nyansumi wako, usitake ndio huyo huyo. Ukitaka kutoka utoke naye huyo huyo. Sasa ukimtafuta Nyamvuoni, Nyakongaya huko, hiyo ni balaa jingine. Lakini kama unao zaidi ya mmoja na siku hiyo unataka kutoka, unapiga kura, nani nitoke naye hapa?
basi ikiangukia kwa Nyansumi fabiha wa neema, ikija huku kwenye Katundu basi alhamdulillah. Kila kitu kinaweza kukaa sawa. Kwa hivyo utaratibu wa kupiga kura katika Uislamu upo, na ndio maana baraza la ulama likatutaka hasa katika mambo haya yanayokwenda kujenga utaratibu na ustawi wa jamii zetu, lazima tutoke twende tukapige kura tarehe 29, na mara tu baada ya kupiga kura, wala usijitie shida, usijitie ubabe, piga kura. Ukishawekwa ile rangi yako ya kidole, rudi nyumbani kwako, nenda kamtukuze na kamuombe dua aliyempa Mwenyezi Mungu fikra za kutengeneza vazi la msuli. Kamuombe dua, vaa msuli wako na singlendi nyeupe, kaa nyumbani kwako, endelea kufanya majukumu yako ya kijamii. Wala usijitie usogola ukataka kupita mitaani, kwa sababu siku hiyo wanajeshi wana kazi maalum ya kufanya usafi. Kwa hivyo usije ukajipendekeza ukataka kuwasaidia, wenyewe umejitosheleza, vijana wa kutosha wanao. Sasa usije ukasafishwa na wewe ikawa shida. Kwa hivyo kimsingi, nenda kapige kura. Baada ya kupiga kura, rudi nyumbani kwako, kaa, endelea kufanya majukumu kama baba, kama mtoto, kama kijana, kama mke, kama dada. Fanya majukumu mengine ya nyumbani. Masala ya kusema nakaa hapa nalinda kura yangu, wewe sio tume ya uchaguzi. Tayari kila mgombea ameshaweka wakala wake wa kumlindia kura yake. Kwa hivyo kimsingi, ukimaliza kupiga kura, hilo ndio jukumu lako. Yaliyobakia hayo hayakuhusu wewe, endelea na utaratibu mwingine. Lengo na maksudio ni kulinda amani na utulivu. Yale maneno tunayoyasikia kwamba tokeni, nendeni mkaandamane, nendeni si mkafanya nini, wale watu sisi wengine kule kwetu tunawaita chwago. Kuna wadudu fulani kule pwani wanaitwa chwago. Wamwambao wao akisema maneno yasikilize vizuri. Yaani maneno anayosema yule chwago ule, neno la kuliamini kabisa, ambao unaweza ukalichukua kama atakwambia bismillahirrahmanirrahim, hilo halina shaka. Lakini yote mengine kuwa makini. Sasa asitokee mtu akajifanya yeye kitatange, tulikinge, twendeni, tusikubali. Hilo suala katika Uislamu halipo. Tukinukishe, hilo swala halipo. Nchi hii ni ya amani, tuendelee kutunza amani na utulivu. Lengo na maksudio, wala usijiangalie wewe, lakini hebu waangalie hawa watoto. Lakini sisi hatuoni mambo ambayo yamewatokezea wenzetu kwa kuto kutumia vizuri fikra zao na kuyachukua maneno ya watu waliokuwa wakiwashawishi. Hebu tazameni baadhi ya nchi ambazo watu walikuwa, umeme huu mnaoona sisi hapa si tunanunua. Kuna nchi umeme ulikuwa bure, maji haya bure, elimu bure, kila kitu kilikuwa bure. Hata ukitaka kuoa pia unalipua mpaka mahari jamani, na mtaji unapewa. Wameingiziwa maneno na wao wakayachukua. Matokeo yake yamewakuta kama walivyowakuta Banu Israili. Banu Israili wao walikuwa wakitaka chakula, wewe kaa tu mezani hapa, mambo yanashuka. Wakamwambia Musa, lan nasbir ala ta'amin, akasemaje, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Yani wanakaa wanapata manna wa salwa, vitu kutoka peponi vitamu kabisa, alafu mpikaji mwenyewe anasimamia Mungu. Mnaletewa hapa duniani, kuleni. Wanataka maboga na mayungu yale mamung'unya, tunataka vitunguu maji. Mungu usisahau na matango. Ya nini sasa haya? Sasa kilichowakuta Mungu mwenyewe anajua. Ndicho ambacho kimewakuta wale watu ambao walikuwa kila kitu wanalipiwa. Yuko rafiki yangu mmoja alikuwa anasoma kule, ananiambia wenzetu wameendelea kiasi ambacho ilifikia mahala huku si kuna mjumbe wa nyumba 10, kule kuna daktari wa nyumba 10.
na ana ofisi yake. Yaani mtu akiumwa katika lile eneo anakwenda kwa daktari wake. Kesi ikimshinda ndio anaipeleka mbele. Daktari tena unakwenda bure, utoi senti 5. Mmeambiwa kiongozi huyu wafai, hajafanya lolote, msimsikilize. Na kweli watu wameachukua. Sasa hivi kibiriti wanaomba, kibiriti wanaomba, wanatamani yule mtu arudi, lakini wapi? Sasa hilo ndio nyie watoto wa 2000 nyie, isije kufikia mahala mkaambiwa maneno na nyie mkayaamini kwamba jamani, serikali hii tulionayo haijafanya chochote. Sio kweli, waulizeni baba zenu. Nimepata kuyasema haya maneno mahala. Zamani baba zenu walikuwa wanakimbiza gari za maiti wakijua ni sukari. Sasa hivi mnakunywa chai, mnakunywa uji tena wa sukari. Na ubaya zaidi, si ndio maendeleo sana au vipi? Sukari ile haikorogwi mle, unaletewa kwenye kinani chake. Jiue mwenyewe, weka vijiko unavyovitaka. Zamani utapata wapi nafasi hiyo wewe? Sukari unakadiriwa kwa mbali. Sasa hivi unabwia sukari, unakula unavyotaka mwenyewe. Unga, watu walikuwa wanakula unga wa njano. Sasa hivi unakwenda dukani unachagua mama kibonge au mama nani. Unga safi kabisa. Lakini zamani hayapo hayo. Hawa wazee wote hawa wamelelewa na unga wa muhogo, tena muhogo wenyewe sio kigimbi. Au sasa hivi huu unaitwa sui maji mara moja. Kuna muhogo unaitwa dihanga, huo kichooko wa uchungu hatari. Sheikh Shabanija anasema, namkumbusha mbali. Umeona watu wa 1900 hao, sio nyinyi watoto wa 2000. Huo muhogo hatari huo wa uchungu balaa ndio ugali. Maana ule muhogo Mungu alivyoubariki ule, jua kali unastawi tule, na uchungu wake nyani halio. Lakini ndio tunaambiwa sisi, nendeni mkachimbe mihogo. Tunakuja nyumbani tunaimenya, inaanikwa tena kwa kiwango maalum, na inafikia mahala mnatwanga mara ya kwanza, unga unachekechwa, mnakula. Kuna kitu kinabaki kinaitwa ndunduru, si kama mnazijua nyinyi. Hawa wazee wanajua ndunduru, hazitupu hizo. Yaani mpaka ikitupwa ni balaa. Lakini sasa hivi nani anakula ugali wa muhogo? Yaani inaweza kufikia mahala ule ugali wa zamani wa muhogo kama ndio dawa, la sivyo unakufa. Watu wengi tutakufa. Hakuna ugali huo sasa hivi. Kwa hivyo mkituambia kwamba hakuna lilofanyika, sie tunajua. Nguo hizi tulikuwa tunanunuliwa sisi kubwa, hakuna mtu aliyewahi kuvaa nguo saizi yake. Kila nguo inakuzidi umri na kimo. Shati leo unalikunja mabindo 3, kila mwaka mmoja bindo moja. Yaani ukikua ndio linakunjuliwa, ukikua tena linakunjuliwa mpaka inakutosha. Ikikutosha sasa, sikwambii hiyo suruali. Yaani mpaka ikifikia mahala suruali inakutosha kwa kimo chako ulivyonunuliwa. Huko nyuma kuna kitu kinaitwa midabwada, haifai. Hivi kuna mtoto sasa hivi anavaa midabwada? Alafu mnasema kuna wote waliofanyika. Nyinyi msikufuru neema za Mungu. Tusijaribu kabisa, tusithubutu kuchukua maneno yasiyofaa tukaja tukaiharibu amani ya nchi. Ni afadhali mihogo ya kuchemsha tunaoila chini ya 40, upepo unatupiga, kulikoni hilo biriani unaolitaka ulile huku unakimbia. Na kimsingi sisi wa Tanzania shida sio zetu. Sisi hatujazoea shida. Na billahi alaikum, Mwenyezi Mungu aendelee kutunusuru hivi hivi. Lakini likitokea la kutokea kwa fikra za watu, tutakimbilia wapi ya Rab? Kenya? Hawa wanaotutukana kila siku, twende Kenya? Hivi kutakuwa na usalama na sisi kule? Watatutoa baruti kule.
Twende wapi? Kongo au wapi? Basi mtu anasimama asema hapa hakuna amani. Kuna watu sasa hivi wanajaribu, kuna mahala nilizungumza, kuna mtu akasema kwanza tunachohitaji ni haki alafu ndio amani, lakini msingi sio kweli. Kwanza ni amani halafu ndio haki. Amani, haki bila ya amani haiwezi kupatikana. Kwanza upatikane utulivu. Hata Nabiullahi Ibrahim alayhi salam wakati anaiombea Maka, kwanza alianza kuiombea Maka iwe na amani, halafu ndio warzuku alahu minat thamarat. Halafu mambo mengine ndio yafuate, lakini amani kwanza, sio jambo jingine. Kwa hivyo bila ya amani hatuwezi kufanikiwa. Lakini sisi wengine ni wapenzi wa Mtume Muhammad. Amani haipo, hivi maulidi kama hizi zitakuwepo? Haiwezekani. Kwa hivyo ni kuombeni jamani, kama mtumishi wenu katika wilaya hii ya Ilala, ni waombe wakazi wote wa wilaya Ilala na nje ya Ilala, tarehe 29 Mwenyezi Mungu akipenda, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, twendeni tukapige kura, kisha turudi nyumbani, tuendelee na majukumu yetu mengine. Nani wa kumchagua? Ni yule ambaye wewe umekwenda kusikiliza sera zake kwenye mikutano ya kampeni. Kama kuna mtu amekueleza atakufanyia 1, 2, 3, basi hilo lifanye. Wakati nakuja mpaka nimechelewa kufika, kulikuwa na kongamano la amani kule Mnazi Mmoja. Vitu ambavyo tumeelezwa na viongozi wetu ni kwamba tushughulike na kitu kinachotuhusu, na kisichotuhusu tuachane nacho. Lengo na maksudio ni kuimarisha na kulinda amani ya nchi yetu. Wala usijitie ubabe na vitu vingine ambavyo wewe havikuhusu ukajaribu kuvifanya. Lakini viongozi wetu wanashukuru, toka masala haya ya kampeni yaanze, hakuna kiongozi aliyepanda katika jukwaa ila anaeleza ilani ya chama chake kwamba mkinichagua nitafanya 1, 2, 3. Sasa twende tukasikilize yule ambaye sera zake zitakupendeza, utaona hizi ziko sawa. Ukifika siku hiyo nenda katiki kwa maelekezo haya haya ya mtume wetu Muhammad, wa khairun nasi anfauhum linnas. Mbora wa watu ni yule anayekuletea manufaa. Kama kuna manufaa yapo, basi huyo ndio wa kumchagua. Lengo na maksudio yale manufaa yaendelee kuwepo, kama ni amani na utulivu endelee kuwepo, kama ni masala gani yaendelee kuwepo, na vitu vingine viendelee kuwepo. Lengo na maksudio, tusijiangalie sisi tunaoweza kukimbia, lakini tuwatazame watoto wetu, tuwatazame bibi zetu, babu zetu. Kuna kina babu huku wengine ndio hawawezi kabisa, ukimwamkia analia. Ndio kashakuwa mtu mzima, babu shikamoo analia, vipi kantukana yule mwana. Kumbe hasikii tayari kila kitu Mungu ashachomoa viungo vyake, wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalqi. Ukimtukana anaitikia marahaba, anacheka, twende kazi. Huyo naye anaweza kukimbia huyo? Lakini ndio babu yako kakuzalia, baba yako anaweza kukimbia? Allah tujalie kwa baraka na utukufu wa maulidi hii, na tuendelee kuomba kata ya Tabata muendelee zaidi kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mahala anaposwaliwa Mtume baraka na kheri zinaongezeka, na hii itakuwa ni nzuri zaidi kwa ustawi wa nchi yetu. Mheshimiwa mgombea wa udiwani katika kata hii ya Tabata, tunakushukuru sana kwa ujio wako. Mwenyezi Mungu akubariki. Kama ulivyokuja hapa kufurahika na Mtume, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amefurahika na wewe, na hii ni ishara kwamba tutaendelea kuwa na wewe katika majambo kama haya. Ukimshika Mtume kisawasawa, basi Mtume naye atakukamata na atakufikisha mahala unapopataka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuomba atwalishe umri wako tuweze kunufaika na wewe na uwezo kutuongoza katika miongozo ile ambayo inatakiwa fi dunia wal akhirah. Sasa hivi kama tulivyosema, kutakuwa na ugawaji wa zawadi
kata hii ya Tabata ina mambo mengi, na wameandaa mazingira ya wale ambao wanaofanya vizuri kutoa zawadi. Nimepewa majina hapa ya misikiti ambao misikiti hii inafanya kazi kubwa ya kufanya na kumtangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo misikiti hii ukisikia jina lake aliwakilishwa aje ili apewe zawadi. Kwa hivyo Mheshimiwa Sheikh, ni kuombe usimame ili hao watakaotajwa uwape ambao vimeandaliwa. Msikiti wa kwanza Masjid Mumin. Masjid Mumin. Ajiandae Masjid Firdaus. Ajiandae Masjid Mzizima. Firdausi kwanza ndio aje. Kwanza Firdausi, baada ya Firdausi Masjid Mzizima. Ajiandae Masjid Nur. Haya. Masjid Haq. Baada ya Mheshimiwa Sheikh tunakuomba ukae chini. Asante kwa kazi nzuri ya ugawaji wa vyeti.